Mapato yatokanao na shughuli za kupakia na kupakia shehena bandarini, kwa sababu hii ni chanzo kikubwa sisi cha mapato zaidi kikubwa, sababu shughuli yetu kubwa ni kupakia na kushusha shehena bandarini, yani cargo handling operations, yameongezeka kwa 54.6 kiangalia mwaka kwa mwaka huu 2018-19 kusema Julai mpaka Aprili, ambao sana shilingi bilioni 1,138.28 ukilinganisha na mwaka 2017-18 na miaka mingine ya nyuma. Nimeweka mchanganuo hapo kwenye jodali ambao unajieleza. Sasa sababu ya kuongezeka kwa mapato ni ipi? Sababu mojawapo ambayo imechangia kuongezeka kwa mapato ni kufunguka kwa njia ya Mwanza hadi Port Bay. Wenyewe tunatambua njia kwa muda mrefu sana ilikuwa haitumiki, karibia miaka 10, ila kwa jitihada za Mheshimiwa Mtukufu Rais pamoja na watendaji wake, akiwepo pia mkurugenzi wetu Kakoko, waliweza kusimamia hili swala, ikiwa pamoja kwa kwenda na Uganda na kufungua ile kipande cha reli ambacho kilikuwa hakipo kutoka Port Bay mpaka Uganda. Kwa hiyo kwa kufunguka kwa ile njia ya reli imeongeza mapato mengi sana, kama nilivyoonyesha hapo awali, kwa tumefikia hadi zaidi ya 58.6 kikompia na hiyo miaka mingine ya nyuma. Pia sasa hivi tuna matumizi ya tarifu ambao ni tunaita harmonized tarifu, ambao tarifu ambao tunaitumia Mwanza ni hiyo, pia utaikuta Ziwa Nyasa, pia utaikuta Ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tumekuwa na tarifu moja kwa maziwa yote ya makuu. Pia kwa kurejea shughuli za usafirishaji wa mizigo katika bandari ya Msoma, kama nilivyosema awali, Msoma muda mrefu ilikuwa haifanyi vizuri, ila kwa sasa Msoma pale kuna kazi nzuri tu inaendelea. Tuna meli at least kila mwezi angalau tunapata meli 2 au 4 kubwa ambazo zinachukua mzigo wa mbegu za pamba kutoka Uganda kwenda pale Msoma, ambao kuna kiwanda kikubwa tu Bunda Mills ambao kipo wilayani Bunda ndio anaitumia pale. Kwa swala la viwanda tunalisapoti vizuri sana kwa kutumia hizi bandari zetu. Pia tuna tumeanza kutumia mifumo ya tehama katika ukusanyaji wa mapato. Kuna hizi POS, ni point of sale, ambazo tunaweza kuzitumia kote. Kwa nazo zinasaidia sana kucontrol mapato pia. Alafu kuna kurejea kwa wateja ambao walikuwa wameacha kutumia. Kama hivyo sasa hivi meli nyingi zimeanza kurudi. Kwa na wateja wengi wameanza kutumia hii njia yetu, especially Ushoroba wa Kati, Central Corridor. Kwa baada ya kufunguka tu ile njia, wateja hata ambao walikuwa watumiki na wameanza kurudia kutumia bandari yetu ya Mwanza. Pia maboresho ya shughuli za usafirishaji katika shirika TRC na MSL. Ili wote ni mashahidi, sasa hivi TRC imeimarika na wanaendelea kukarabati hata ile reli ya zamani, wanai-upgrade kiondolea tu ESGL ambayo inaendelea. Pia MSL wameendelea kukarabati meli zao, ikiwepo ile MV moja ishakarabatiwa imeanza, kuna Wimbi Carius na nyingine zinaendelea kama MV Victoria. Kwa zote ziko kwenye ukarabati, ila zingine zinafanya kazi kama Wimbi na Umoja na Carius zenyewe zinaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo kurejea kwa hizi meli zote zimesaidia kuongeza mapato kama nilivyosema awali kufikia hiyo 54.6, na tutaendelea maana kuna wateja wengi bado wanazidi kuja.